Kuelekea maadhimisho ya kilele cha siku ya misitu duniani. Na hapa ni moja kwa moja kutoka ndani ya halmashauri ya mji wa Njombe mkoani Njombe, pamoja na taasisi nyingine ambazo zipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii zilizopo katika shamra na maandalizi kuelekea kilele hicho. Bodi ya Utalii Tanzania nao wapo uwandani, na pamoja nami nipo na mkurugenzi mkuu wa bodi hii ya Utalii Tanzania kwa maana ya TTB, Ephraim Mafuru. Ni dhahiri ya kwamba kanda ya kusini ina mazao mengi ya utalii. Tumebahatika kuwa na hifadhi nyingi za taifa, lakini pia tumekuwa na mazao mengi ya utalii. Mpanga Kipengere pale kuna maporomoko ya maji pale, lakini pia tuna bustani ya Kitulo. Bustani hii ni bustani nzuri sana ambayo ina mazao fulani ndani yake. Kwa hiyo tumejipanga katika kusherehekea siku hii ya misitu duniani, lakini kusherehekea siku ya kupanda miti hapa Tanzania hapo kesho, ikiwa ni sehemu ya kuonyesha Watanzania kwamba bila uhifadhi hakuna utalii. Kwa hiyo wanapokuja katika halmashauri ya Njombe, tunawaomba sasa watumie fursa hii kutembelea vivutio vilivyoko katika kanda ya kusini. Najua kuna wadau wameshaandaa ziara za city tour hapa Njombe, lakini pia Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ana jambo lake fulani ambalo atalisema mwenyewe la utalii. Lakini na sisi pia tunasema tujiandae kwenda kutembelea maporomoko ya Mpanga Kipengere kutoka hapa Njombe, ambao ni day trip peke yake, ili tuweze kudumisha utalii wa ndani na hata wageni wanaotoka nje waweze kuona vivutio vilivyo katika ukanda wa kusini, ili tuweze kuongeza siku za watalii kukaa na mchango wa sekta ya utalii kwenye pato la taifa uweze kuongezeka. Nature Tanzania nao wapo uwandani. Sisi kama Nature Tanzania tunahamasisha uhifadhi wa ndege, na tunajua kuwa ndege wanategemea kwa sehemu kubwa sana misitu kwa ajili ya kuhakikisha kuwa wanapata makazi, lakini vile vile chakula pamoja na kuzaliana. Kwa hiyo kupitia elimu ya uhifadhi wa ndege tunaenda moja kwa moja kuihamasisha na kuelimisha jamii kuhusu upandaji wa miti, umuhimu wa misitu ambao kwa pamoja unatunufaisha sisi wananchi, lakini vile vile unanufaisha viumbe wanyama hai wa porini pamoja na ndege wakiwemo. Mchango wa misitu katika uchumi wa nchi bado tulikuwa tunasema ni 3.3 kwa maana ya kutumia zile takwimu za muda mrefu, lakini ambazo zilitumia mazao yanayoshikika kwa maana ya mkaa, mbao na nguzo na vitu vya namna hiyo. Lakini TAFORI kwa kushirikiana na wadau wengine tunamalizia tafiti inayojumuisha na mchango mwingine wa misitu kwa maana ya vitu ambavyo havishikiki, kwa maana tukisema mambo ya ekolojia, mambo pengine ya maji, lakini mambo ya pollination na vitu vingine vya namna hiyo. Kwa hiyo kikosi kazi kinamalizia kazi, na taarifa nzuri tunayo ya awali ni kwamba tunao uwezo wa mchango wetu kuanzia 10 na kupanda juu, baada ya kuwa tumeunganisha takwimu za ekolojia na nyingine ambazo tumekuwa nazo kwa kipindi kirefu. Hii ni Kadoshi TV, always on time.